Mungu amenipa kibali cha kuwa mkurugenzi wa mradi ambao una focus kwenye masuala ya saratani ya matiti ambao tunautekeleza kwa kushirikiana na Wizara ya Afya na Ofisi ya Rais TAMISEMI na kwa ufadhili wa Pfizer Foundation. Kwa mradi huu tunautekeleza katika mikoa 9 na halmashauri 45 tukiunganisha Tanzania bara na visiwani pia. Kwa hiyo siku ya leo tumeamua kama taasisi kufanya kitu cha muhimu sana kwa ajili ya kuelimisha wafanyakazi ambao wameajiriwa na Jaigo hapa Tanzania kujifunza zaidi kuhusu masuala yanayohusu saratani ya matiti. Na tunajua kwamba huu mwezi wa 10 ambao tunaita Pink October ni mwezi ambao mara nyingi tunaadhimisha siku ya saratani ya matiti duniani. Na mwezi huu unatumika sana kwa ajili ya kuelimisha jamii, lakini zaidi ya kuelimisha jamii kuwakumbuka wale wagonjwa wote ambao wamegunduliwa na saratani ya matiti na kuthamini safari yao ya maisha kuanzia wagunduliwa na saratani ya matiti mpaka wanapata tiba na mengineo. Na tunajua kabisa wengine wamepoteza maisha kwa ajili ya saratani ya matiti. Kwa hiyo siku ya leo tarehe 17 mwezi wa 10 mwaka 2025 tumejumuika kwa pamoja sisi kama wafanyakazi ambao tumeajiriwa na taasisi ya Jaigo na tumeunganisha pamoja na wataalamu wabobezi kwenye masuala yanayohusu saratani ya matiti na saratani nyingine kwa ajili ya kuelimisha wafanyakazi wetu wote, na wamepata nafasi kubwa sana ya kuelimika kwenye maeneo makubwa mawili: saratani ya matiti kwa kina, lakini vile saratani ya tezi dume, kuanzia nini kinasababisha saratani hizi, dalili zake ni zipi na jinsi ya kujizuia, changamoto ziko wapi kwenye upande wa tiba na nini wafanye pale ambako wanaona wana dalili zozote ambazo zinaashiria saratani ya matiti. Lakini vile wamepata nafasi kubwa sana kuuliza maswali kwa kina na kupata majibu sahihi kutoka kwa wataalamu. Kwa hiyo imekuwa ni siku ambayo yenye manufaa kubwa sana sisi kama mradi, kwa sababu tumechangia kuelimisha wafanyakazi wetu ndani ya taasisi, lakini vile baada ya hapa ya elimu hii tutakuwa na zoezi maalum la kutoa huduma za bure. Kwa hiyo tutatoa huduma ya kupima saratani ya matiti, kuchunguza kwa kina kwa kutumia wataalamu, lakini vile kwa wale wote ambao wataonekana changamoto zozote tutatumia ultrasound kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa kina. Lakini vile pamoja na hayo tumeona tuunganishe na huduma nyingine za kuangalia magonjwa sio kuambukiza. Kwa hiyo vile tutapima pressure kwa wote, kwa wafanyakazi wetu wote, tutapima vile sukari, lakini vile tutapima hali ya lishe kwa kuangalia uzito na urefu pia. Kwa hiyo kwa hayo machache nafikiri zoezi la leo naona limefanikiwa sana, na tuendelee tu kuelimisha jamii kwenye hili eneo, kwa sababu tukiangalia kwa takwimu za nchini Tanzania wanawake wengi wanakuja kwenye hospitali zetu wakiwa kwenye hatua ya kwanza, hatua za mwisho za ugonjwa, moja hatua 3 na 4, ambapo tiba inakuwa na changamoto kidogo. Kwa hiyo tunatamani wananchi wafahamu umuhimu wa kufanya uchunguzi wa awali wa saratani ya matiti na kuweza kupata tiba, na serikali yetu imefanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha tiba zote za saratani ya matiti zipo katika hospitali zetu za kansa nchini Tanzania, lakini huduma za uchunguzi wa kina zinapatikana katika hospitali zetu za mkoa na hospitali za wilaya pia. Kwa majina naitwa Latifa Rajab Abdallah, ni daktari bingwa mbobezi wa radiolojia tiba. Niko hapa kuelezea saratani ya matiti na saratani ya mlango wa kizazi. Nikaanza na saratani ya matiti ambayo ni saratani ya kwanza kwa wingi duniani, yani saratani inayoongoza wingi duniani, lakini ni ya pili kwa Tanzania baada ya mlango wa kizazi kwa wanawake, lakini 1% ya wanaume hupata saratani ya matiti pia. Na kama ilivyokuwa huu ni mwezi wa 10, ni mwezi wa kuwafanya watu wawe aware na saratani ya matiti. Kwa hiyo ni muhimu kubadilisha design ya maisha, kufanya mazoezi kwa wingi, lakini pia kula balanced diet na kupunguza uzito ambao umezidi. Ni vizuri kwenda kufanya screening, kwenda kufanya uchunguzi wa awali, lakini pia ni vizuri kujichunguza sisi wenyewe kila baada ya mzunguko wa hedhi. Kwa wale ambao wamekoma wanaweza wakachagua siku yoyote kwa ajili ya kuweza kujichunguza. Kama kuna kivimbe chochote, basi ni muhimu kuripoti hospitali yoyote ambayo iko karibu nawe. Lakini pia kwa wanaume hawajaachwa, kwa sababu wanaume nao wana matiti, inakuwa wanapata vivimbe. Kwa hiyo ni vizuri kujichunguza na wao, na wakiona kuna
dalili zozote zile, either titi limejaa au titi kuna kivimbe, nao pia ni vizuri kwenda hospitali kwa ajili ya uchunguzi. Leo ni mwezi wa 10, ni siku ya kuadhimisha maadhimisho ya kansa ya matiti duniani. Taasisi yangu ya Jaipago kushirikiana na mradi wa Faida Project uliandaa hii event hapa ofisini, na kauli mbiu ilikuja ni kwamba ni wafanyakazi tuje na wenza wetu, tuje na familia yetu kwa ujumla. Kwa mimi nilikuwa balozi mzuri na nikaongea na mke wangu, kwa hiyo na yeye akanisii sana, kwa sababu ni mambo ya kiafya tujengee pamoja, na tumeweza kufika pamoja, tumepata seminar kwa pamoja, na tutakwenda kufanya check up kwa hatua zote ambazo tutaelekezwa na wataalamu, na tunashukuru sana kwa wito pia wafanyakazi wenzangu, umekuwa ni mkubwa. Tumejifunza mambo mengi sana kwenye breast cancer, sana sana sisi ambapo tuna uelewa mdogo wa kuweza kujua breast cancer jinsi ilivyo. Tumeshazoea kwamba kwa breast cancer ni umri unatokea tu mtu akiwa mtu mzima, lakini hapana. Kuna viashiria ambavyo vinakuwa vinaanza, na tumejifunza mambo mengi. Kwa na washauri watu wengine napo pia ambapo ni wenza, hata kama sio wenza, muende mkaangalie afya yenu. Kama sisi hapa tumeweza kufika kupata elimu na tunajiangalia afya yetu kwa karibuni sana. Kwa majina naitwa Grayson Mapunda, ni mkurugenzi rasilimali watu wa shirika la Jaipago Tanzania. Kwa niaba ya mkurugenzi mkuu Alice Chrysostom, kwanza kabisa ni ushukuru mradi wa breast cancer kwa initiative ambao wameanzisha kushirikiana na department yangu ya human resources kuhakikisha kwamba afya za wafanyakazi zinalindwa, kwa sababu tunaamini kwamba afya za wafanyakazi ikiwa bora, basi na utendaji wao wa kazi pia unakuwa bora. Kwa initiative ambayo tumekuwa tukifanya nao pamoja, mimi kama mtu wa rasilimali watu pamoja na mkurugenzi wa mradi, initiate kwamba wafanyakazi wote ambao tunahudumia jamii kama frontliners, sisi wenyewe afya zetu pia ni za muhimu sana kama wafanyakazi. Basi tukaleta hii huduma hapa eneo la kazi. Kwa hiyo nishukuru sana mradi na wafanyakazi wamejitokeza. Tumealika pia partners wa wafanyakazi wao kwa maana ya family members waje pia wahakikisha wapime afya zao, blood pressure, waangalie damu, waangalie sugar, wapime breast cancer, si wanaume prostate cancer as well. Kwa hiyo niwashukuru sana wadau kwa maana ya mradi, pia hata nyinyi waandishi wa habari ambao mmekuja kuchukua habari hizi na kuhabarisha jamii kwa ujumla.